ili na nyinyi mwanze ujenzi, kama ni wa migahawa, kama ni wa hoteli, kama ni wa apartment, ili anapokuja kuzindua Daktari Samia stendi yetu, na nyinyi tayari mmeshategesha milango ya kujenga uchumi. Nimesema kwenye mikutano yetu mingi, Arusha tunataka pesa. Changamkeni wafanyabiashara wa jiji la Arusha. Na uzuri wa hapa, tunaenda kuunganisha tokana na roundabout ya kuwachukua watu kuwapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa nini wa AFCON. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nilikuwa na kikao na wizara yetu ya uchukuzi, wamekubali kujenga reli na kuuisha reli yetu itakayobeba abiria kutoka Kilimanjaro Airport kuwaleta mpaka kwenye uwanja wetu wa AFCON. Maana sasa ni fursa nyingine kubwa zaidi ya kiuchumi katika eneo letu. Kwa hiyo niwaombe sana wafanyabiashara, changamkeni fursa. Sio stendi inakamilika tunaanza kujenga tena vibanda vya mabati. Tujenge vitu vya hadhi inayofanana na stendi yetu ambayo Daktari Samia ametuletea. Maeneo najua yapo, na yule mwekezaji aliyetoa eneo lake nafikiri yupo. Mwiteni mkae naye, tushawishi watu waanze ujenzi kwa kasi. Jamani, huku inajengwa barabara kubwa, na rai iliyopo ni kwamba barabara inayopita hapa inakwenda moja kwa moja mpaka Dodoma, na tayari kwenye bypass iliyopo ya kilomita 70 mkataba umeshasainiwa. Tuasubiri tu fedha zipatikane, mkandarasi aingie site, ambayo itapita tena hapa inazunguka inarudi mpaka Afandikiti kwenda kutokea kule Mshono. Kwa niombe wananchi wa jimbo la Arusha, jamani, chonde chonde, serikali ya Samia haitakubebea manoti kukuletea nyumbani kwako, inakutengenezea fursa za kukusogezea wateja. Wewe ni jukumu lako kujua hawa wateja na namna gani na nifanye nao biashara ipi. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kushukuru tena kwa miradi yetu ya kimkakati ndani ya jimbo letu la Arusha mjini. Stendi ya mkoa wa Arusha iliyoko ndani ya jiji la Arusha imejadiliwa miaka mingi sana, tangu 2019 wakati unahangaika Mbeya ikiwa mkuu wa mkoa kuhakikisha stendi inajengwa. Mongera alikuwa anahangaika Mwanza kuhakikisha stendi inajengwa, na mimi nilikuwa nahangaika na stendi ya Magufuli ya Dar es Salaam. Ndio kipindi hicho stendi hii ilipaswa iwe inajengwa pia, lakini kwa bahati mbaya wana Arusha hawakupata nafasi ya kukamilisha ndoto hii. Na mimi nilipofika nilihakikisha kabla siondoka kwenye ofisi nimesukuma stendi ijengwe. Leo kilichonileta hapa tu kushuhudia kile nilichokuwa nawaambia Watanzania wa jiji la Arusha na mkoa wa Arusha kwamba stendi yao inajengwa, na wewe umesimamia, na leo tunaona matokeo ya ujenzi wa stendi hii. Kwenye loti moja ya mkataba, stendi hii pamoja na soko yalikuwa ndio mambo makubwa ya wana Arusha wanayoyataka, na kwa kweli wana Arusha walichoka kupewa hadithi za lini stendi itajengwa. Lakini leo tuna ujasiri wa kusimama na kusema sasa si tu kwamba itajengwa lini, stendi inajengwa sasa. Na chini ya usimamizi wako sina shaka ya kwamba mkandarasi huyu ataendelea kufanya kazi na kuikimbiza, ili kabla ya AFCON Daktari Rais aje azindue stendi yetu ya hapa Arusha jiji. Na tunatamani anapokuja kwenye uzinduzi wa miradi, kwa ratiba tutakayomuomba, basi azindue soko letu la Kilombero, azindue kiwanda chetu cha madawa, atuzindulie stendi yetu, na ikiwezekana atuzindulie na uwanja wetu wa AFCON wa Samia AFCON City. Miradi yote hii, ndugu wananchi, ina gharama za pesa, gharama za muda, gharama za watumishi kuwajibika. Niwaombe wananchi tuendelee kuipa ushirikiano na serikali ya awamu ya 6 kwa kulipa kodi, ili pesa hiyo iendelee kutumika katika miradi ya maendeleo katika jiji letu la Arusha. Na mwisho tu kwa mkandarasi, bahati nzuri nafahamu hata stendi na soko la Mwanza amejenga yeye, soko lile la Dodoma la Ndugai amejenga yeye. Nilikuwa nafuatilia historia yake, kote huko alikopita hajawahi kuacha mgogoro, hajawahi kugombana na mteja wake, maana alifanya kazi yake akakamilisha. Basi historia hiyo aliyoijenga tunaomba aijenge pia na kwa jiji letu la Arusha
kuhakikisha kwamba anakamilisha mradi kwa wakati. Nafahamu ya kwamba fedha zinahitajika kulipwa kila ambapo analeta certificate, na sitaongeza sauti ya kuhakikisha kwamba malipo yake hayachelewi. Lakini pia kwa imani kubwa, kwa sababu ni mkandarasi mzawa na ameona commitment ya Daktari Samia, hata pale pesa inapochelewa yeye endelee kuchapa kazi, ili pia na yeye atudai. Siku hizi huko tunakapsema tunasema kwamba kazi na utu. Kwa hiyo kazi anafanya, sasa utu basi angalau, na sisi tutahakikisha kwamba tunamsemea ili malipo yapate kwa wakati na miradi ikamilike. Ombi langu la mwisho kwa wananchi, stendi hii inapojengwa hapa ni fursa za kiuchumi zinazoletwa hapa. Ninaomba wananchi wa jiji la Arusha mwende kwa mkurugenzi wa jiji, mkakutana na kamati ya mipango miji, na mwenyekiti wetu wa kamati ya mipango miji ni ndugu yetu Abasi Mbungu, ni diwani wa Egolosi pale.